wako, tunaombea uso wako, tunasema asante kwa sababu uko pamoja nasi Bwana. Umetuamsha salama, lakini umetupa kibali na neema ya pekee ya kufika mahali hapa. Tunajua Mungu ni kusudi lako na neema yako sisi kuwepo mahali hapa kwa ajili ya huduma hii na kwa ajili ya ibada hii. Asante Baba, na ni wakati mzuri sasa tunapokwenda kula na kunywa mezani pako. Tunaomba Mungu atufungue masikio yetu ya ndani. Ukaseme nasi, ukaseme katika maisha yetu kwa ajili ya moyo wetu. Tazama ni wakati mzuri Baba, ninaomba ukanitumie kama chombo, bali mnenaji mkuu kawe ni wewe Bwana. Ninakualika mahali hapa, Roho Mtakatifu ukaendelee kuonekana, ukaendelee kushuka juu ya watoto wako, ili Mungu ukapate kutamalaki katika huduma hii. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwakaribishe katika ibada hii, lakini pia niwakaribishe kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa nafasi ya pekee ambayo amenipatia wakati huu. Ninamshukuru Mungu kwa kibali cha pekee, si kwa nguvu zangu wala si kwa neema. Ni neema ya Mungu tu, si kwa nguvu zangu. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu, lakini pia ninatamani nawe pia umshukuru Mungu kwa nafasi ambayo amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Wazo kuu ambao tunatembea nalo siku ya leo ni kufunga. Nikiongea habari za kufunga, kila mmoja anafahamu au kila mmoja anaelewa kwa design anavyoelewa yeye. Tukisema habari ya kufunga, tunajua kabisa hichi kipindi tupo kipindi gani? Ni kipindi cha Kwaresima, lakini nzuri au zaidi tumefungia pamoja na wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni mwaka wa kipekee huu. Ni neema ya pekee kwamba hapa nikiongea habari ya kufunga kila mmoja anajua, kwa sababu inawezekana uishi na Mkristo, unaishi na Muislamu. Kwa hiyo hivyo tunajua kwamba kila mmoja anajua na anafahamu habari za kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninajua wenzetu wanajua zaidi ya kufunga, wanajua zaidi yawezekana kuliko hata sisi. Wenzetu wanaifahamu zaidi hiyo habari, watoto wa mamdogo. Nikisema habari za watoto wa mamdogo kila mmoja ananielewa. Natamani niongee bila mic ili tuelewane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukisema watoto wa mamdogo kila mmoja anaelewa. Ukiongea habari ya kufunga, watoto wa mamdogo wanakuwa wanaelewa zaidi kuliko sisi. Kwa sababu watoto wa mamdogo kwa habari ya kufunga, ikifika kipindi hiki waga wana utaratibu wao. Watu tunajua ndoa zinakuwa nyingi, vitu vya kuacha dhambi, yani kiutaratibu wao wanafahamu zaidi kuzidi sisi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kwa sababu sisi tumeshazoea au tumeshaona ni siku ya kawaida, kama ambapo tunaona ikifika kipindi cha Jumatano watu tunakuepo, kwa hiyo tunaifahamu, ina maana tumeshazoea. Lakini wenzetu wanachukulia hili jambo kwa mbali sana. Kwa hiyo wanajua kipindi cha kufunga ni kipindi cha namna gani. Yaani ni kipindi cha kuacha yale mabaya yote, kumfuata huyo Mungu wanaomwabudu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndio maana nimesema wao wanatambua zaidi kuliko sisi, kwa sababu wao kipindi cha kufunga wanakitilia maanani sana. Na ndio maana tunaona jinsi gani kama mtu ana mke ambaye alifunga naye ndoa, anarudi kwanza nyumbani kwao, akifungua hivyo anarudi, kwa sababu anajua utaratibu. Kipindi cha kufunga ni kipindi cha kuacha yote ambayo unayafanya, yale mabaya, yani kiujumla yale ambayo hayafai unayaacha, ili unakaa sasa ukiwa safi, unaendelea. Kwa sisi ingependeza yawezekana tu tunawaangalia watu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kipindi cha kufunga ni kipindi kizuri ambacho kinatufanya tumkaribie Mungu kwa ukaribu zaidi. Kinatufanya tujue thamani ya kufunga. Tusifikiri tukisikia habari za kufunga ni kwamba ni kuacha kula tu. Hapana. Kuna vitu ambavyo vimeambatana ndani ya huo mfungo. Kuna vitu ambavyo vina thamani kubwa kuzidi kula na kunywa. Japo kuacha kula na lenyewe liko ndani. Kwa sababu maandiko yanasema, soma kitabu cha Luka, inamueleza jinsi Yesu alipofunga siku 40. Hakula wala hakunywa. Lakini Yesu hakufunga kwa sababu ya kuacha kula tu. Kuna vitu alivyovifungia pale. Kuna vitu ambavyo vilimsababisha yeye afunge. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kuna vitu ambavyo vilimsababisha afunge. Ndani ya kufunga kuna vitu ambavyo alivitaka. Vitu ambavyo alivitaka vifunguliwe. Kwa sababu hapo mwanzo sisi tulikuwa utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo hapo, Adamu na Eva walikosea Mungu. Hivyo ikatuletea sisi laana. Na hivyo akaona hii laana bila kufanya hichi kitu isingeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona jinsi Adamu na Eva, kusoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3. Kianza sura ya 3 mpaka ukaenda huko mbele, tunaona jinsi ambavyo Adamu na Eva walikosea Mungu.
Adamu na Eva waliingia kwenye shida, na hivyo shida ikatuletea sisi leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shida, baada ya Adamu na Eva kuingia kwenye hiyo shida, laana ikaingia duniani. Laana ilivyoingia duniani, sasa inaondokaje hiyo laana? Inaondokaje hiyo shida? Inaondokaje matatizo ambayo sisi leo mpaka leo tungekuwa tunatembea nayo, yangetuelemea? Ndipo Yesu akakaa kule kikao, ambao alikuwa ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Wakaambiana, tufanye nini? Tufanye nini au kitu gani ili laana iondoke? Ni mwanzo kabisa kule, hapo tunaanza uumbaji wa Mungu. Kwa hivyo Yesu akaja kwa ajili ya kutukomboa. Ndiyo sababu kubwa iliyomsababisha afunge. Bwana Yesu asifiwe. Tusifunge kimazoea, watumishi wa Mungu. Yaani usifunge tu kwamba kwa kuacha kula mimi leo sili, hapana. Mule ndani ya kufunga kuna vitu. Ukifunga au kaacha kula, hivyo vitu usipovifanya, huo mfungo wako hujakamilika. Hivyo utakuwa unajishindia njaa tu, yani unajidhoofisha mwili bure pasipo sababu. Kwa hiyo kuna vitu, na kitu cha kwanza, yani maana ya kufunga. Maana ya kufunga ni kujidhiri kwa ajili ya Bwana, yani kujiweka safi mbele za Bwana. Unapofunga lazima uwe safi, lazima ukae mbele za Bwana ukijua kwamba thamani ya kufunga ikoje. Yani kujitesa mwili lakini kwa faida, kujitesa mwili lakini kwa faida ambayo utaipata wewe, ataipata yule ndugu, jamaa na marafiki, lakini kanisa kwa ujumla na watu walio karibu na wewe. Ndiyo maana ya kufunga. Sifunge kiasara. Yaani funga lakini ukijua kwamba ndani ya mfungo wako kuna faida ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine tunaambiwa hata unapoingia kwenye maombi usijiangalie wewe. Mtu anayebarikiwa ni yule anayeangalia kwanza aliyoko nyuma yake, ndugu yake. Ndiyo anabarikiwa. Yaani inawezekana unapofunga, unapoingia kwenye maombi, usijiombee wewe kwanza, kwa sababu kuna mtu mwingine ambao kuna wewe anakuombea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapoingia kwenye maombi inawezekana tunajiombea sisi wenyewe. Hapana. Unapoingia kwenye maombi, kufunga kwako, ujue kwamba kuna mtu ananitegemea huko nyuma. Ukisoma kitabu cha Zaburi, Mwinjili natamani unisomee sura 35, nisomee 35 mstari wa 13. 35:13. Bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia, na nilijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hii Zaburi ya 35 mstari wa 13, inaonyesha kwamba kuna watu ambao wewe wanakutegemea kufunga kwako, lakini kuna watu wanategemea maombi yako hadi wasimame, wanakutegemea wewe. Kufunga kwako kuna faida huko nyuma ya watu wengine. Huyo mtunga Zaburi anasema kwamba walipougua wao, mimi nilijitesa. Unadhani nani? Yeye alijitesa kwa ajili ya hao waliougua. Ina maana kuna ndugu, kuna rafiki, kuna jamaa ambao walikuwa wanamtegemea wao. Kwa wao walipougua, walipopata shida, walipopata mateso, yeye alisimama kwa ajili yao ili kuangazia. Ndivyo funga yako itakavyoonekana ni safi na nzuri mbele za Mungu. Kwa hiyo unapofunga, jua kuna watu wanakutegemea huko nyuma. Lakini kufunga ni kuzuia mapenzi ya wanadamu. Kuna mapenzi ya wanadamu, kuna dunia inavyotaka uenende. Kuna dunia inavyotaka utembee. Kuna dunia inavyotaka wewe uende kwa kufuata dunia. Na hivyo funga yako inasababisha mambo haya, mapenzi ya wanadamu, yasitimie, kwa sababu tayari wewe umejiondoa katika vifungo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unapofunga kuna vifungo vinakuondoka. Kwa hivyo unazuia mapenzi ya wanadamu. Kufunga ni kuzuia mapenzi ya wanadamu yasitimie na kuruhusu mapenzi ya Mungu yatembee hapo. Kwa hiyo unazuia yale mapenzi ya wanadamu ili yasitimie, ili yasifanye kazi, ili yasiwatawale wengine, ili yasiwafunge. Na maana kwamba ni kufungua vifungo. Lakini pia kufunga ni kufungua vifungo ambavyo vimewafunga watu. Lakini kuna milango ambayo imefunga. Lazima kufunga kwako, unapofunga ile milango ifunguliwe. Milango ya baraka, milango ya mafanikio. Lakini milango ya kuugua, unapougua, kuna magonjwa yanaingia, unapofunga lazima yaondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna milango mingi inafunguka kwa njia hiyo. Kuna milango mingi inafunguka kupitia
tu. Kuna vitu vingi ambavyo vinaambatana na kufunga. Kuna mambo mengi ambayo yanaambatana na kufunga. Kuna mambo mengi na vitu vingi ambavyo ukifunga lazima viondoke. Kwa hiyo tusiingie kufunga kwa kushinda njaa. Tuingie kufunga tujue tunafungua vifungo, tunafungua magano yaliyowateka watu, yaliyowafunga watu wasimtafute Mungu, yaliyowakamata watu wasimwabudu Mungu. Leo watu hawaji kanisani ni kwa sababu kuna vifungo vimewafunga. Nini tufanye kama kanisa? Ni nini tufanye kama sisi watumishi wa Mungu ambao tumefahamu design na njia nzuri ya kufunga au ya kumuita Mungu? Nini tufanye? Ni kuombea watu ambao wamekamatwa na nguvu hizo. Ndicho alichokifanya Yesu. Yesu alikuja hapa kwa sababu ya kutuondolea mizigo, ya kutuondolea vitu ambavyo vilikuwa vimefunga. Tulipokuwa utumwani, tulikuwa hatuelewi. Tulikuwa tunaenda namna ya mwili. Mwili unavyotaka ndio tunaenda. Ukisoma zamani, maandiko zamani, watu walikuwa wanauana ovyo, lakini dhambi ilikuwa inawezekana haihesabiki kwa sababu ni kwamba watu walikuwa bado hawajafahamu. Yaani watu walikuwa wapo gizani. Baada ya Yesu kuja, na ndio maana tunaiadhimisha kila wakati kwamba baada ya Yesu kuja, watu tulianza kujitambua, tukajua thamani ya mfungo, tukajua thamani ya kutamani watu kukaa mbele za Mungu, tukajua hivyo. Hapo zamani watu walikuwa wafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna milango lazima ifunguke. Kwenye haya habari ya kufunga, natamani tuzungumze kitu kimoja. Kitu cha maombi. Unapofunga, hichi ndicho nilichokuwa nakitafuta. Kwamba unapofunga lazima mfungo wako uambatane na maombi. Sasa hicho kipengele ndio wengi hatukitaki. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kipengele wengi hatukitaki. Na ndio maana kama hapa mmesikia kwamba taratibu zimebadilika. Jumatano sasa hivi tutakuwa tunafanya ibada za kanuni. Waanglikana tunapenda kanuni. Kwa hiyo najua watu tutakuwepo. Na Mungu atusaidie tuwepo kwa sababu ni ibada zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie tuwepo, tena atusaidie kabisa kwa sababu ni ibada zetu za kanuni ndivyo tunaenda. Lakini ukisema habari ya Jumatano kipindi tu cha kawaida, watu waga hatuji. Kwa hiyo Mungu atusaidie kipindi hichi tuenende jinsi Mungu anavyotaka. Najua baada ya kumaliza mfungo huu tukienenda, ina maana kwa tumeshatambua na kujua thamani ya mwezi huu, yani mwezi wa kufunga, tutakuwa tumeshajua thamani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tunatakiwa tueje maombi. Nguvu iliyoko kwenye maombi ya kufunga. Kwenye maombi ya kufunga kuna nguvu. Tamani tujifunze hapo. Kwenye maombi ya kufunga kuna nguvu. Yaani unapofunga hapo unaingiza na maombi, kuna nguvu ambayo inapangua vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Yaani minyororo iliyokufunga, nguvu za giza zilizokufunga, roho chafu zilizokufunga zipo ndani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi waimbaji wanaimba, nikasema hao wananisaidia na kuimba na kuhubiri. Yaani ndio maana wakati mwingine tunaambiwaga waimbaji sisi ni wahubiri. Ni kweli kabisa. Yaani ukisikiliza waimbaji wakiwa wanaimba, hakuna haja ya kumsikiliza mhubiri. Yaani ukiwasikiliza waimbaji vizuri wakiwa wanaimba, kiukweli hamu ya kusikiliza mahubiri, hata kama ukiwa tu yani umekaa hivi, tayari umeshapokea kitu. Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji wameimba wimbo huo wa Mordekai, kiukweli nikasikia yani kama vile wameamsha kitu, nikasema hawa kumbe wameshanisaidia na kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Esther, natamani tujifunze hapo. Kitabu cha Esther sura ya 4 mstari wa 11. Mwinjilisti naomba unisomee. Natamani tusimame kwa ajili ya kujua na kutambua thamani ya maombi. Thamani ya Mungu anapokaa kwenye mfungo wako na kuomba vizuri hapo. Kitabu cha Esther sura ya kwanza mstari wa 10 sura ya 4 mstari wa kwanza nisomee. Neno la Mungu linasema, basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, Mordekai aliziradua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Pia akafika hata mbele ya mlango wa mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hali amevaa magunia. Na katika kila jimbo ambako amri ya mfalme na mbiu yake imewasili, palikuwa na msiba mkuu kwa Wayahudi,
na kufunga na kulia na kuomboleza, hata na wengi wakalala juu ya gunia na majivu. Basi wajakazi wake Esta na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia, wakampasha habari, naye Malkia akahuzunika mno, akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumwondolea gunia lake, lakini yeye asikubali. Niendelee. Kisha Esta akamwita Hathaki, msimamizi wa nyumba mojawapo wa mfalme, aliyemwagiza amhudumu Esta, akamtuma kwa Mordekai ili ajue mambo hayo na maana yake ni nini. Basi yule Hathaki akatoka nje kumwendea Mordekai kwenye uwanda wa mji uliopo mbele ya mlango wa mfalme, naye Mordekai akamweleza yote yaliyompata na hesabu ya fedha Hamani aliyoahidi kulipa katika hazina ya mfalme ili Wayahudi waangamizwe. Pia akampa na nakili ya andiko la mbiu ya kuangamiza iliyotangazwa Shushani, ili amwonyeshe Esta na kumweleza tena, amaagize aingie kwa mfalme kumsihi na kuombea watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ishia kwanza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kisoma hichi kitabu cha Esta kinaeleza vizuri. Esta alikuwa ni malkia, alikuwa ameolewa na mfalme katika nyumba ya kifalme. Lakini Esta baada ya kuolewa ikaja ikatokea shida. Kuna jimbo moja ambao alikopo Mordekai, wao walikuwa hawahitaji kuabudu jinsi wanavyoabudu kule kwa mfalme. Kwa hiyo wakawa wanapingana na sheria zake. Kwa hiyo wakawa wanapingana na sheria za kifalme, wao wako tofauti na sheria za kifalme. Hivyo kwa sababu wao walikuwa wanamwabudu Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo ikatangazwa mbiu kwamba kuna jimbo moja ambao halifati sheria, halifati kanuni na taratibu, halifati vitu ambavyo sisi tunavifanya. Ndipo kule kwa mfalme akatangaza kwamba hilo jimbo linatakiwa kuangamizwa, na kule walikuwa ni Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Akasahau mfalme kwamba kaoa Myahudi. Bwana Yesu asifiwe, ambaye alikuwa ni Esta. Kwa hivyo jimbo likatangaziwa kwamba lazima hao watu wauawe. Ndipo Mordekai akasikia hizi habari na moyo wake ukaumia. Maandiko yanasema akasikia uchungu, akalia kwa uchungu. Kwa hiyo hapo baada ya kulia kwa uchungu ndipo akatafakari, nifanye nini? Ndipo akafikiri wazo lake, tufanye nini? Kwa sababu yawezekana kama wangekuwa na watu wenye nguvu, wangekuwa na majeshi yenye nguvu, wangeenda kupigana. Lakini wakaona hatuna nguvu, tutashindana na mfalme, hichi kitu hakiwezekani. Kwa hiyo walichokifanya, wakatangaza wao kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Wakatangaza kufunga, wakatangaza maombi. Kwa hayo maombi ndio yaliyowapelekea Wayahudi kupona, yaliyowapelekea kule kwenye ile jimbo kupona. Lakini wakamshirikisha Esta kwamba hiyo taarifa tuliyoisikia, hebu imetoka kwa mfalme, tunaomba sasa ukaseme na mfalme. Esta anaingiaje kwa mfalme na wakati sheria na taratibu hairuhusu? Kanuni na sheria haimruhusu Esta kwenda, kwa sababu bado hajafikisha muda na wakati wa kwenda kwa mfalme, hajaruhusiwa. Kwa hiyo kama hajaruhusiwa, anaingiaje kule? Kama hajaruhusiwa, anakaaje pale? Esta akasema, mimi nitawezaje? Akajiuliza, nitawezaje kuingia kwa sababu muda haujafika, sijaruhusiwa. Kwa hiyo Esta alichokifanya, akataka kukataa. Mordekai akamwambia, wewe ukikataa utaangamia tu, kwa sababu tayari tulishatangaziwa sisi Wayahudi hutakiwi, na wewe ni Myahudi. Kwa hiyo wewe hata kama uko kwenye nyumba ya kifalme, wazazi wako huku na ndugu zako watauawa. Bwana Yesu asifiwe. Esta akatafakari, akasema watu walipoingia kwenye maombi, Esta akasema, nitaingia kwa mfalme, nitakalokuwa na liwe. Akavunja taratibu. Nini kilichomfanya utaratibu wa uvunje? Ni ujasiri ambao aliupata wa maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya kufunga yanaharibu taratibu zote ambazo zimewekwa. Unapoingia kwenye maombi, kuna wakati mwingine umejiwekea utaratibu, mimi sifungi, nina madonda ya tumbo. Ni kwa sababu bado hujajua thamani ya maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Utaratibu uliojiwekea ni kwa sababu kwanza hujakutana na shida. Bwana Yesu asifiwe. Utaratibu wa kusema mimi nina madonda ya tumbo, mimi nimeshajipangia ni kufunga ni mara moja kwa mwezi, mimi nimeshajipangia ni kuomba
walipotambua kwamba maombi yana nguvu gani, walipotambua kwamba thamani ya maombi ni nini, thamani ya kufunga ni nini, utaratibu ukavunjwa, ndipo Esther akaingia. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya kufunga yanavunja utaratibu wowote. Kama umejiwekea utaratibu wa kula, kama umejiwekea utaratibu wa kufanya maisha yako kistarehe, maombi ya kufunga yanaharibu nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka fulani nikikumbuka, niliharibu utaratibu wa watu, utaratibu wa Kiafrika. Yaani unapokutana na shida kama hapo nimesema, ukikutana na shida, yaani hautajua kuna utaratibu ambao umewekwa. Mwaka fulani nilivunja utaratibu wa Kiafrika au utaratibu wa Kitanzania. Unapoingia ndani kwa mtu lazima ugonge hodi. Yaani ubishe hodi. Ukiingia bila hodi, wewe tayari unaharibu utaratibu, na alafu sasa hivi unaonekana kama haujielewi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani haujielewi, si ndio? Ukiingia ndani kwa mtu bila kugonga hodi, sasa ukiwakuta huko hapo ovyo, yaani hilo kosa la nani? Kwa hiyo nikavunja utaratibu. Nikiwa natoka kwenye sherehe moja, mtumishi mmoja, miaka zamani bado nikiwa binti. Tumetoka kwenye sherehe hili, nikiliongea kuna watu ambao watakumbuka. Nimetoka kwenye sherehe ya mtumishi mmoja, tumetoka huko kwenye mkesha, mimi akili yangu naangalia muda. Kama naona saa 12, kumbe ni saa 11 na kama dakika 28 hivi. Nikaondoka, sinajifanya jasiri. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ujasiri haupo. Nilipoondoka pale kwenye mkesha, nimefika mbele, nikakutana na watu, tulikuwa watu wawili, nikakutana na watu wawili. Hao watu wawili wanakuja nyuma. Tena wote tulikuwa sisi wawili ni wanawake. Tena mmoja kabeba mtoto, mimi sasa nipo sina mtoto, natembea hivyo. Kwa hiyo tumefika mahali tunapandisha hivi, naona watu wanakuja nyuma. Ambacho nikamwambia yule mwenzangu, hawa watu wanatufuatilia. Kwa sababu mimi nipiga jicho kwa nyuma, naona hawa watu wanatufuatilia. Nikamwambia hawa watu wanatufuatilia, akasema na mimi nimeona wanatufuatilia. Sasa twende. Lengo langu ni tuongeze mwendo, lakini huyo amebeba mtoto. Tuongeze mwendo, tupandishe mlimani ili tuwahi kule. Kumbe kule tunapoenda, kumbe walishatangizia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wametangizia kule mbele, ile kufika wao wanataka wanipite, mimi nilikuwa mbele, wenzangu nyuma, wanataka wapite wanidake mimi. Nikasema mimi, yaani nipo hivi kwani mnikamata? Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Nilichokifanya, yaani nilitupa ndala kule nilizokuwa nazo. Nilikimbia nikamwacha yule mwenye mtoto pale. Nimefika mahali, kumbe lengo yao hawakuwa na shida na yule mwenye mtoto. Walikuwa na shida na mimi. Nikasema mwezi mkanipata, bado nina nguvu hii. Bwana Yesu asifiwe. Nikavuta ndala, nikaacha hapo, nikakimbia. Nimefika kwenye nyumba moja. I said, kujua utaratibu wa Kiafrika, utaratibu wa Kitanzania ni kugonga hodi. Nilipita na ule mlango, ulikuwa wazi, siki kuna mtu alikuwa ametoka kwenda kazini. Niliingia nao, huko ndio nikaanza kupiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilivunja utaratibu, sikujua nini. Ni kwa sababu gani? Nilikuwa nimepita kwenye shida. Wewe shida inakukuta, upo tu unapata kwa utaratibu. Kwa utaratibu ufike ugonge hodi mpaka waje wakufungulia saa ngapi? Kwa hiyo lazima unapopita kwenye shida, utaratibu uvunje. Bwana Yesu asifiwe. Vunja utaratibu ulionao kwamba mimi ninafunga. Kwa kweli Mungu utajua utakachokifanya. Ninafunga hata kama ni mara moja. Na hii inatusababishaga kwa sababu tunaacha kuomba, tunaacha kufunga mara kwa mara. Unapopatwa na shida ndipo unakumbuka kufunga. Unapopatwa na matatizo ndipo unakumbuka kufunga. Hivyo inatusababishaga tuchelewe. Lakini kama tungekuwa na kawaida ya maombi ya kila siku, kufunga kwa kila mara, usingepata shida. Kwa sababu unapopata shida lazima ufunge kwa nguvu ili Mungu asikie maombi yako. Yaani wakati mwingine tunamlazimisha Mungu kwa haraka kutenda. Lakini kama hujapita kwenye shida ukiwa unaomba, hayo maombi ulioomba yanakuwa ni akiba. Bwana Yesu asifiwe. Hata unapopita kwenye shida hauwezi kuhangaika kuomba, kwa sababu tayari kuna akiba yako ya maombi ambayo uliomba wakati una raha. Kwa hiyo Mungu anachukua tu pale maombi yako anaweka mbele, yanakutangulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vunja utaratibu. Ndivyo alivyofanya Esther. Esther alivunja utaratibu kwa sababu walitangaziwa kuuawa. Kwa hiyo kwa kuvunja kwa utaratibu wakaingia
alikuwa na mateso mengi na matatizo, lakini baada ya kufunga alishinda kanisani. Biblia inasema kusoma hicho kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 2 mstari wa 36 kuanzia hapo. Tunaona jinsi Hana ambavyo alifunga, jinsi Hana ambavyo alikaa mbele za Mungu, ambavyo alisimama kwa ajili ya maombi yake na kufunga. Mungu akamsikia, ndipo akampa mtoto Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Akampa mtoto Samueli kwa ajili ya kukaa magotini pa Mungu. Ikipatikana shida, leo si tunaona kama vile kukaa kanisani au kuja kanisani tunaona ni mzigo, lakini ukiwa na shida, hicho kipindi kila mtu alishakipitia, na kama hujakipitia basi nikutaarifu kwamba ikifika kipindi cha shida hautaona mzigo wa kuja kanisani, na utatamani yawezekana wengine wakienda nyumbani wewe ushinde kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kila mmoja alishakipitia kipindi hicho, kwamba kuna wakati unasikia moyo unawaka ndani, maisha yako naona kama hayaeleweki, yaani unatamani muda wote ushinde kanisani. Hapo ambapo watoto wanakusumbua, yaani unatamani kama watoto ni wabebe wote niwapeleke kanisani wakalale huko kanisani wakashinde, yawezekana Yesu akawakuta huko. Lakini ni kipindi ambacho ni cha shida. Kabla hakijafika kipindi hicho, hebu simama, hebu mwambie Mungu, hebu jiangalie kwamba lazima nisimame mbele za Mungu nifunge ili familia yangu igonge. Leo kanisa limeangamia, lakini sisi ambao tuna uwezo wa kumuomba Mungu tupo tu. Watoto wanaharibika huko, tupo tu. Wakati mwingine tunasema mimi ni mtoto wangu, lakini usijue mtoto yoyote wewe unahusika, kwa sababu wewe una uzao. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wanaharibika, tupo tu. Kanisa linaangamia. Watumishi huko, watumishi watajiombea, wakati mwingine hata hatuhitajiki kuombea watumishi. Watumishi wenyewe wanajua nini? Wapi? Hata mtumishi mwenyewe ana shida zake. Bwana Yesu asifiwe. Lazima usimame kwa ajili ya mambo yako, lazima usimame kwa ajili ya kanisa, usimame kwa ajili ya watumishi, waombee. Watumishi wenyewe ni wanadamu. Simama kwa ajili ya maisha yako, simama kwa ajili ya maisha ya ndugu zako. Leo kuna watu ambao wanasali lakini familia zao hazisali. Kwenye ukoo mmoja unasali, Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Unadhani ni kwa nini? Shetani kakamata, shetani kashikilia. Umeokolewa wewe, hebu okoa na ndugu zako huku. Kaa kuomba kwa ajili ya familia yako, kaa kuomba kwa ajili ya ndugu zako, ili Mungu asikie maombi yako. Maombi ambayo tunatakiwa tuombe, au vifungo ambazo tunatakiwa tufunge, ni kufungua, kuachilia, kuangusha ngome zilizosimama, magari yaliyosimama kufunga maisha yetu. Ndicho hicho nila. Ukisoma kitabu cha Isaya sura 58 kwamba kuna nila pale, kuna minyororo inawafunga watu, kuna nguvu za giza zinawafunga watu. Nini tufanye? Kufunga ndio ufunguo wa maisha hayo na mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Kufunga, simama kwa habari ya kufunga. Mungu atusaidie. Watumishi wengi hatuwezi kufunga. Nadhani ni kwa nini? Ni kwa sababu kwanza eneo la kufunga ni gumu. Unapojipanga kufunga, shetani naye anajipanga kwa mambo yake. Unapojipanga kufunga, shetani anainua. Ujaidi kuona ukitangaza tu kufunga, hata chakula ambacho ukilani unasikia kinanukia, ukipita mtaani unasikia kinanukia. Si mnajua? Yaani hauli chakula hicho, yaani wakati mwingine haukilani kabisa, lakini siku yako kipigwa unasikia kinanukia. Ni kwa sababu gani? Umetangaza kufunga. Hivyo shetani anakurahisi, yaani anakusogezea kabisa. Hebu sikia ya mtu, kwani uiache hivi? Wakati mwingine hupataji hata ofa za soda, hakuna naye kununulia soda ukiwa hujafunga hivyo. Lakini ukifunga unakutana na mtu bwana kaofa kama kasoda. Nini? Unazunguka na unaambiwa hivi ukiwa umefunga hautakiwi kuchukua kitu eti nitakula baadaye. Huo taratibu haupo. Hauli, chukua mpe mtu ale, ndio taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ndipo kuna vita kubwa. Shetani anaanza kukutamanisha ili uache kufunga. Kumbe ndani ya kufunga kuna vitu vingine bila kufunga haviwezekani. Maandiko yanasema hivi, lakini hili halitoki pasipo kufunga. Kuna mambo mengine hayawezekani kabisa kama haufungi. Kuna vitu vingine haviwezekani, na ukishaona Biblia imeandika kwa habari hiyo, ina maana hilo ni hakika na kweli, kwamba kuna mambo mengine hayawezekani pasipo kufunga. Kwa hiyo Mungu atusaidie watumishi wa Mungu, tujue kwamba kufunga ni thamani kubwa na kitu kikubwa, lakini tuombe Mungu atupe nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe Mungu atupe nguvu ya kufunga na
ambavyo vimetukamata. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ambayo Mungu anaiachilia kwetu ni nguvu ya kutuwezesha kushinda majaribu, kushinda vita, kushinda vitu ambavyo shetani tunataka kututamainisha, kushinda mwili. Yaani unaushinda mwili. Mimi kwa kweli nimeamua kudhoofisha mwili, ninafunga. Najua mwili utanyong'onyea unapofunga. Ukifunga siku kuanzia ya kwanza mpaka 40, utaona hautabaki kama ulivyo. Yaani hautabaki kama ulivyo. Lazima nyama moja ipungue. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nyama moja ipungue. Sasa lazima tudhoofishe mwili ili uingie mwili mpya wa ndani ambao Mungu ameukusudia. Yaani nafsi mpya ambayo imekataa mambo ya dunia, imeuishwa na mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo huo ni nguvu za Mungu tu. Natamani kila mmoja amwambie Mungu, najua hii nafasi au eneo la kufunga ni ngumu, lakini natamani kila mmoja amwambie Mungu, ampe nguvu ya kumwezesha kufunga. Wakati wote tukiwa tunasimama karibu kwa Mungu kwa muda mfupi, wakati kila mmoja akitafakari, ili tuende mbele za Mungu.